kamila, tuwe na afya, tuwe wazima, tuweze kutekeleza wajibu ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuatia nao au ametuamrisha. Kwa sababu Mwenyezi Mungu atuambia wama khalaqtul jinna wal insa. Sasa ikiwa tumwabudu hatuna afya, hatuna uzima, ni wagonjwa, kwa zile ibada hatuwezi kuzitekeleza kwa namna itakanayo. Lakini ikiwa Mwenyezi Mungu ametupa afya, ametupa uzima, ametupa akili, ni kwamba na sisi turudishe shukrani zetu kwake, na zaidi ya kushukuru ni kutekeleza yale maamrisho ambayo kwamba Mwenyezi Mungu atuamrisha, na kuepuka yale makatazo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu ametuamrisha tuepuke nayo. Tukiendelea na silsila za aya ambazo kwamba zaelezwa katika darasa, tulikoma aya ya 40 katika suratul Maida, baada kusikia mengi yaliyopita ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika utendakazi wake na katika kuiumba Qur'ani kawa ni miujiza, haina mfumo mmoja wa kiswa au haina mfumo moja kwa moja wa maelezo. Qur'ani yatudokeza huku na huku mpaka zitimie zile faida. Utaona ukirudi nyuma na ukipeleleza aya zilizofasiriwa wiki moja iliyopita, tukiambiwa masala ya mwizi mwanamke na mwizi mwanamume, wasariqu wasariqatu, kisha akatwambia yote atakayekudhulumu kwa kujepa au atakayefanya makosa kwa kutukua cha mwendani wake ambao kwamba si haki yako, basi Mwenyezi Mungu akatuwekea mlango wa tauba, akatwambia faman taba min ba'di dhulmihi wa aslaha fa inna Allaha yatubu alayhi inna Allaha ghafurun rahim. Kwanza ametuhadharisha tusijepe, na kutojepa ni mbea mbili, mwanamke na mwanamume. Lakini binadamu si mkamilifu, alkamalu lillah, Mwenyezi Mungu ndio mwenye mkamilifu, au malaika ndio wakamilifu, kwa sababu Mwenyezi Mungu atuambia la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna. Lakini sisi binadamu tuna upungufu mwingi. Ndio utaona kuanzia mwanzo tulipotaka kuumbwa na Mwenyezi Mungu, malaika walikuwa na wivu na sisi binadamu. Akamwambia Mwenyezi Mungu, atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ni kama wivu. Mola wataka kumwomba binadamu mzima, ye mzima machafu, ufisadi, ukiuaji, muharibifu. Kwa nini hutupeke sisi katika ardhi? Sisi ni watakatifu. Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Lakini Mwenyezi Mungu akawa ameshapanga kwamba binadamu ndio atakuwa ni khalifa katika ardhi, akamwambia inni a'lamu ma la ta'lamun. Kwa binadamu lazima afanye makosa, lazima ito lijepe, lazima masikizi yasikie mambo ambayo kwamba hayakuhusu, kama namna tuambiwa Mtume alayhi salatu wasallam atuambia min husni al-islam al-mar'i tarku ma la yani. Tapita watu huzungumza, utatega sikio, hayakuhusu. Watu kadhaa pekaito angalia, kadhaa wameona chamandani wako, mkono utanyosha utukue. Kwa binadamu ndio namna tulivyo, hakuna mkamilifu. Lakini yule kwamba tuna taksiri, kisha tukaekewa milango ya toba. Mwenyezi Mungu ametuwekea toba baada kwamba tumedhulumu kwa njia yoyote. Dhulma ina milango mingi. Kwa njia yote utaka kudhulumu, basi rudi kwa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala milango yake iko wazi. Wakati wote ukitubia, Mwenyezi Mungu atakutakabalia tauba yako. Ndio tukaambiwa kwamba mtu asiakhirishe tauba mpaka ukaona sasa gharghar, yale mauti yamekusikilia kwenye kilindako. Sasa kwa wataka kutubia, ya Rabbi mimi nimefanya makosa nisamehe, ya Rabbi kadhaa. Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala itakapotenda kusikilia hadi mpaka milango ya pepo ama milango ya toba ifungwe, ndio pale basi. Na milango ya toba kufungwa ni kwamba sasa tutaona mashariki, jua likitoka magharibi likaenda mashariki. Sasa yao jua hutoka mashariki likaenda magharibi,
lakini miongoni mwa dalili za kiyama na kwamba milango ya toba itafungwa tutakapokuliona jua asubuhi hutoka upande wa mashariki magharibi likizama mashariki. Lakini sasa una afya, una uzima, una akili, kipata wakati tubia, kipata wakati eta istighfari. Na ndio Mwenyezi Mungu awajazi kheri ulama salaf na saleh wakatuwekea hizi nyiradi za asubuhi na za jioni, kwa sababu ya asubuhi ni yale uliyatuma usiku, umuombe Mwenyezi Mungu istighfari asubuhi, na jioni baada ya isha umefanya mingi kutoka asubuhi mpaka jioni uwete istighfari. Yula hayo mtumekiwa salawati al-khams, binadamu aite istighfari. Tukaambiwa mwenye kuita astaghfirullah mara 33 akanena alhamdulillah mara 33, Allahu akbar, basi hufutiwa madhambi hata yakawa ni mfano wa povu la bahari. Lakini mambo faida kama hizi ni nani uko tayari kuzitukua? Tumekiwa mambo ya fahari ama mambo ya rahisi kwa binadamu apate kuita istighfari, lakini tuambiwa qalilu minhum, ni watu wachache ambao kwamba watanabahi mambo kama haya. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni haya tuyaonayo. Tukipiga salamu kama tumetiwa sindano katika makalio, kila mmoja ataka kupiga mtutu kutoka msikitini. Tuambiwa mtu akipiga salamu kabla huyazungua guu lako huyakibadilisha kikao ete istighfari. Hadithi nyingi, riwaya nyingi kwamba binadamu ataka muombe msamaha Mwenyezi Mungu, lakini tukipiga salamu mala asafi shadid kabla kubadilisha kikao na kumakinika mtu ameze kutoka, kama ambao kwamba umeambiwa ile aya tuambia ni lazima fa idha qudiyat as-salati fantashiru fil ardh, si lazima, si amri al-ujubi, ni amri al-istihbabi. Ukiwa huna kazi basi ama umemaliza shughuli zako istighfari toka, ikiwa unazo shughuli eta istighfari. Sio kwamba ukimaliza swala salamu pengine imamu hayamaliza ya pili umemaliza umetoka, pale ndipo hapo tukosapo faida hizi ambako tumewekewa na wanazuoni waliotangulia. Kwa hiyo kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya yao yatuonesha sisi ummati Muhammad na yampumbaza kila ambao kwamba ni dai au lingani yao katika da'wa ya Mwenyezi Mungu. Basi hii ni aya mahizi aya za mgusa, kwa sababu sisi ummati Muhammad tunaambiwa kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, sisi ni umma bora tulioteuliwa katika watu. Na ubora wetu si kwa sababu tuna sura mzuri au si kwa sababu lingine lolote. Akatambia ni umma bora, taamuruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ubora wetu ni mambo mawili, tuamrisha mema na tuaziwiana maovu. Kwa hiyo maadamu ni ummati Muhammad na sisi tukaambiwa kwamba ndio warithi wa mitumi, zile da'wa ambao kwamba wakizifanya na sisi tuzifanye. Ndio Bwana Mtume alayhi salatu wasallam atuambia balighu anni walau aya, nisikilizishani kutokamana na mimi japokuwa ni aya moja tu, au kile kichache ukiyuacho basi na wewe mwambie mwingine, mbalighishie mwingine. Na pia tukapoa faida tukamwambia yote atakaye kumdulisha mwandani wake khairi, lile khairi akalifanya ule ulimfahamisha, basi na wewe una thawabu. Angalia thawabu ambazo kwamba zapatikana kwa ndio rahisi. Ukamwambia mwandani wako tu, jamaa huswali, nenda kaswali, akainuka akaenda kaswali, yeye ni faradhi, lakini sababu pekine imetokana na wewe, na yeye alikuamrisha atapata thawabu. Kwa hizo zote ndio tukaambiwa sisi ama ulama ni warathatul anbiya, kwa sababu da'wa ni kila Muislamu lazima aifanye kwa kile ambacho kwamba ulichonacho. Wala tusifikirie kwamba ulama ni kwamba mtu amesoma fani zote, amesoma mpaka marhala kadhaa. Hata kama ni risalatul jamia, ni safinatun najah, umeisoma ndio wafikiwa, umeyua 2 3 na mbalighishie mtu mwingine, na wewe pia utapata thawabu. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampumbaza Mtume sallallahu alaihi wasallam na atupombaza sisi wafuasi wa Mtume. Mwenyezi Mungu akinena ya ayuha rasul, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu,
la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr, isikuhuzunishe wewe kwa wale ambao kwamba wafanya haraka kwenda kusita haki, kwa sababu kufri ina maana mawili ama zaidi ya mawili. Kufuru ni mtu alosita haki akadhihirisha batil, kama hawa makafiri kwamba wamesita Uislamu wamedhihirisha ukafiri, au kufri ni kama mtu akawa kafiri moja kwa moja akaudhihirisha ule ukafiri. Kwa Mwenyezi Mungu atamwambia mtume, ya ayuha rasul la yahzunuka, isikutie huzuni wewe, isikuhuzunishe kwa wale ambao kwamba yusari'una fil kufri, wafanya haraka kwenda kusita ukafiri. Na hapa kumetumika yusari'una, ambao kwamba yusari'una imetumika kwa sigha tofauti. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu atuambia wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard. Sari'u ila maghfiratin, fanyani haraka kufanya kutaka maghfira. Yani kufanya haraka ni pindi utakapokuona umekosa tu basi omba istighfari, ni pindi utakapokuona umedhulumu fanya istighfari. Wasari'u ila maghfiratin. Sasa hapa tuambiwa yusari'una fil kufri, na kufanya haraka katika ukafiri ni iye. Hapa baadhi ya mufassirina tuambia haya ni ghairi hakiki. Kufanya haraka katika khairi ni hakiki, kwa sababu khairi ziko nyingi. Wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah. Lakini kufanya haraka katika ukafiri ni namna gani? Yani kufuru mara nyingi, au kila ukiinuka unaenda mimi kafiri, mimi kafiri, mimi kafiri, hiyo tuambia ni ghairu hakiki, ni majazi, kwamba wale ambao kwamba hawataki kusikia Uislamu, kila wakitongozwa katika Uislamu wao hutia pamba, kwa sababu Mtume alayhi salatu wasalam alitumia jihadi, alitumia juhudi ya kueneza Uislamu kwa njia kama hiyo. Mtume alayhi salatu wasalam, kama namna tuliambiwa katika sera, alikuwa akitoka nje ya Madina akisikia kwamba kuna msafara uyao kufanya biashara Maka, akitoka akiwapatiliza kabla hawaingia, akiwafanyia siasa kwa lugha nyingine, yani kuwatoa katika ukafiri na kuwatia katika Uislamu, akiwaelezea Uislamu, uzuri wake, faida yake, hasara ya kuabudu masanamu. Hapa duniani utakhasirika, kesho akhira utakhasirika. Uzuri wa Uislamu ni kadhaa, lakini wao wakawa hawataki kusikia habari kama hizi. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia Mtume alayhi salatu wasallam, isikuhuzunishe, usiwe na huzuni na ghamu kwamba mbona huyu kila nikimlingania hataki kuingia katika Uislamu. Kuwa na kalima tayyiba, au kuwa na mstahimilivu, kuwa na uvumilivu. Ndio Mtume alayhi salatu wasallam akaambiwa, law kunta faddan ghalidhan qalbi lamfaddu min hawlik, lao ungalikuwa na moyo mgumu, lao ungalikuwa na maneno machafu, basi hangalipata Mtume ile ikbali ya watu kuingia katika Uislamu kwa makundi makundi. Lakini alipoa sifa mzuri akamwambia ni rahim. Mtume alayhi salatu wasallam ni mwenye sikitiko. Mtume alayhi salatu wasallam akubali udhuru wa mwenye kutoa udhuru. Ndio Uislamu ukapata nguvu, ikawa watu waingia katika Uislamu kwa makundi na makundi. Kwa Mwenyezi Mungu baada kumpa wahi kwamba sasa wewe ni mtume, alingania watoe watu katika kuabudu masanamu, waabudu Mwenyezi Mungu mmoja. Tabana alipata changamoto mpaka yeye mwenyewe Mtume alayhi salatu wasalam akuwa akieleza zile changamoto aliyopata. Alinena kwamba mimi Maka nilikuwa na changamoto nikiwajua makafiri ni hawa, au nikiwajua hawa hawapendi Uislamu, lakini hilo likawa ni sahali kwa sababu namoyua huyu misimamo yake. Lakini changamoto kubwa aliyoipata ni alipokuwa Madina. Hawa ndio walimsumbua munafikin, wakidhihirisha kwamba wao ni Waislamu, kisha wakaenda wakibadilisha, wakinongezana katika wale matenti yao. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamfahamisha kwamba huyu ni mnafiki, huyu ni kadhaa, huyu ni kadhaa, kwa sababu hata kinenio ukimjua adui yako ni huyu, utakuwa na hadhari naye. Ukimwona uyao utanyamaza mazungumzo,
Ukimwona ameketi barazani utazungumza maneno ya asiri, lakini mnafiki ambao kwamba humuyui tabia zake anena kwamba mimi ni katika pamoja na nyinyi, akirudi kwa wengine unena inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un, sisi tuwateza shere tu wale, lakini sisi bana sisi tuko na nyinyi bana. Ama kiamkuliwa Dhuwajhaini akiwa na munafikina hunena wao ni pamoja na makafiri, akiwa na waislamu wao huitambatisha kwamba na wao ni waislamu. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atumpumbaza Mtume sallallahu alaihi wasallam isikutie huzuni kwamba hawa hawataki kuamini, na Mwenyezi Mungu amwambia innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, wewe yako ni kubalighisha tu, wama alaina illa albalagh, fikisha tu ujumbe. Mwenye kuamini, mwenye kumtia imani na kutomtia ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La yahzunka alladhina yusari'una fil kufr min alladhina qalu amanna biafwahihim, kutokamana na wale munafikina ambao kwamba wao nena amanna, tumemwamini Mwenyezi Mungu, lakini kuamini kwao biafwahihim ni kwa ndimi zao. Walam tu'min qulubuhum, wala zile nyoyo zao hazikuamini. Na hii ndiyo sifa moja ya Muislamu. Akitaka kuwa Muislamu kwa sawa sawa, lazima afuatishe mambo mawili: uamini kwa ulimi na ukiri kwa moyo kwamba wewe umekubali Uislamu. Ndio hata mtu akitaka kuislimu umwambie kwamba nakiri kwa moyo na kubaini kwa ulimi kwamba haya nitakayokuanena nimeamini. Lakini ukinena kwa ulimi tu, moyo wako bado huyakubali, bado huyawa Muislamu, mpaka ukiri kwa moyo na kubaini kwa ulimi. Au kama namna wanenao wenye kunena kwamba ulimi ni hujepa yaliyoko ndani ya moyo wako, wewe utakuwa na jambo limekukera kule kulinena kwamba umelikana kwamba hili lilikuwa ndani ya moyo wako kitambo likukukera, lakini yeye umelitamka. Kwa hiyo wale ambao kwamba yakuluna biafwahihim walam tu'min qulubuhum, hao ndio hao munafikina ambao kwamba walimsumbua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Min alladhina hadu sama'una lilkadhib, na pia isikuhuzunishe wewe ya Rasulullah na hawa Mayahudi. Na Mayahudi ila yao ni nne, akipumbazwa Mtume kwamba wao sama'una lilkadhib, yale masikizi yao ni masikizi ya urongo, au masikizi yao ni kukusikia tu wewe kisha wakaenda wakabadilisha yale mazungumzo yako. Kwa hiyo pia hayo ya Rasulullah sikuhuzunishe. Na wewe dai ambao kwamba walingania, ikiwa watu hawakuamini au watu hawataki ile ulingalifu wako, usibabaike wala usihuzunike wala usiwe mkali kama namna mitume wengine walivyokuwa wakali. Nabii Allah Nuh alilingania miaka 950, hakupata wafuasi isipokuwa wachache, lakini angalia maneno alivyoyanena kumwambia Mwenyezi Mungu, akamwambia rabbi la tadhara lal ardi min alkafirina dayara innaka intadharhum yudhillu ibadak wala yalidu illa fajiran kafara. Waangamize hawa ya Rabbi, sio wawate hawa kila ukiwawata kizazi kitakachokuya kitazawa makafiri watakukanusha. Sababu ni utungu ikiwa ni kiongozi, watakaoona watu lile waambialo watu wakufuata, lakini ukilengania watu hawataki. Kila ukiwapa da'wa watu hukupa nyongo, kila ukiwapa da'wa watu hukutezea mandazi moyo, umekosa kazi, umekuwa mtume sasa umekuwa ni sarmala. Ni maneno tembe za maneno lazima utaambiwa. Uweze kufanya jambo usipate changamoto. Mitume waliambiwa yeye umekuwa huyo adai ni mtume, yeye mbona amekuwa ni sarmala? Huyu ni mandazima, angalia maneno yake hayaingiliki akilini, au kadhaa na kadhaa. Lazima usubiri, uwe na subra na uweze kuyatukua yale maneno ambayo kwamba utayakayo kuambiwa. Kwa Mayahudi walikuwa wakiketi katika kikao cha Bwana Mtume alayhi salatu wasalam, si kwamba wao wataka kuedheka na maneno ya Mtume. Wao tu ni kama tukinena kwa lugha nyingine ni wenye kutukua informa,
wenye kutukua habari za huko kupeka kwengine, wakisikiza haya kisha kaenda kaambia wale kubwa zao, bwana kumenenwa kadhaa, au akiyabadilisha haya mazuri yalionenwa huku wakiyabadilisha akiwafanya maneno mambo kama si mazuri. Wa samauna lilkadhib, samauna liqaumin akharin, wao lengo lao ni kuwasikilizishia wale ambao kwamba hawako katika kikao. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam mara nyingine akiwa anayambo kisha unena balighu anni falyuballigh shahid minkum ghaib, ule ambao kwamba amehudhuria katika majlisi haya na amesikia Qur'ani namna ilivyoteremka, basi ambalighishie mtu ambao kwamba hakuya. Lakini hawa Mayahudi kwa lengo lao ni kusikia mazuri kisha kwenda kuyabadilisha maneno, badala kwamba ni wazuri akawafanya maovu. Ndio hawa Mwenyezi Mungu atuambia wasikuhuzunishe munafikina, wala wasikuhuzunishe hawa Mayahudi ambao kwamba lengo lao si kuedheka. Samauna liqaumin akharin lam ya'tuka, wale ambao kwamba hawakuya katika majlisi yako. Yuharifuna alkalima min ba'di mawadhi'ihi, wao kazi yao yuharifuna alkalima, wazizungua yale mazungumzo ambayo kwamba ni mazuri wakayafanya si mazuri, badala kuwa wayatekeleze yale yale waliyosikia kwa Bwana Mtume alayhi salatu wasalam. Yaquluna in utitum hadha fakhudhuhu, wakiambiwa kwamba yale mliyosikia ikiwa yawafiki nyinyi maoni yenu na akili zenu, basi yatukueni. Yaquluna in utitum hadha fakhudhuhu, yale ambayo kwamba mtakayo kusikia utitum fakhudhuhu, yale mtakayo kuafikiana na maoni yenu basi yatukueni. Ina maana kwamba yale ambayo kwamba mwayaona yatakhalifu ada zenu na hukumu zenu, yawateni msiyatukue. Na hii ndio kawaida ya Wayahudi, yu'minuna bi ba'dhi wa yakfuruna bi ba'dhi, yale wayatakayo ambao kwamba ni manufaa ya maslaha yao huyakubali, yale ambao kwamba yawayaona yaponda na wayapatabu huyapinga. Wa in lam tu'tuhu fahdharuhu, ikiwa mambo ama ahkami mmeziona ni kinyume na maoni yenu na tabia zenu, basi yawate msiyatukue. Yani tukuani yale ambayo kwamba mtaka kuyaona yamewafikia ni nyinyi, na yale ambayo kwamba hamuyaafiki yawateni mwateni mwenyewe. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampumbaza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kumwambia maneno kama haya, isikuhuzunishe wale ambao kwamba atakakuamini fa minallahi, na wale ambao kwamba hawakuamini basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawapa hidayah wakati wote. Ndipo pia Mtume sallallahu alaihi wasallam kuonesha kwamba alikuwa anapupa katika dawa yake, katika ile sura ya Abasa wa Tawalla, kama namna ilivyokuwa sababu ya nuzuli Abasa wa Tawalla ni kwamba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa juhudi yake awalingania wale makubwa katika Makureshi, mabenyenye katika Makureshi, kuwalingania waingie katika Uislamu. Maraka mtu Ibn Maktum Tongo kahuma mkuu wa Rasulullah, atakasikizwe yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yeye anapupa hawa waingie katika Uislamu na awalingania, kana kwamba lilimuudhi, akafunga uso na akawa amekasirishwa. Ndio Mwenyezi Mungu akamwambia Abasa wa Tawalla anjaahu al-a'ma, mpaka mwisho wa aya, kwa sababu nuzuli ya haya ambayo kwamba imetokea. Kwa hata kiongozi kuataka kwamba aone kwamba na yeye amesikizwa, lile alilolitoa amri limetekelezwa, yale ayatakayo yamefanywa, lakini Mtume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba hayo innaka la tahdi man ahbabta, mwenye wewe huwezi kumuongoza umtakaye. Wewe ni kueleza yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu atakaoeleze wafikirishie, kisha Mwenyezi Mungu atamuongoza mtakaye. Waman yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allahi shay'a. Na Mwenyezi Mungu atuwekea bayani kwamba yoyote ambaye kwamba Mwenyezi Mungu amtaka kumfitini
ataka asimuongoze katika dini, falan tamlika lahu min Allah shay'a, huwezi kumiliki jambo lolote kwa Mwenyezi Mungu. Yani huwezi kumziwia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikiwa amemjalia mja wake asiongoke. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndo aongoza, yahdi man yasha yudhillu man yasha, lakini sisi binadamu hatuwezi kumuongoza yoyote. Sisi tumeambiwa tubalighishe, wama alaika illa albalagh, mpe ujumbe, mlinganie, mpe message, kisha mwatie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampe hidayah. Ni kama masala ya kilimwenguni, ulimwengu, wewe utakuwa mbegu yako itupe katika ardhi, kisha mwate Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, juhudi yangu imesikilia hapa na haya yalobakia nimekuatia wewe ya Rabbi watekeleze. Sasa kiwa mtu utakuwa utatoa matunda, utavuna, hiyo ni taufiki ya Mwenyezi Mungu. Lakini wewe huwezi kutukua mbegu ukautia kisha ukitaraji kwamba utakuwa mzuri, pengine utakufia ndiani, utaliwa na hayawani, utaliwa na wadudu. Kwa taufiki mpaka kuvuna ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi Mwenyezi Mungu akimalizia tuambia, ulaika alladhina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum, hao ambao kwamba watoka katika mila za Kiislamu ni Mwenyezi Mungu hakupendelea kuwapa hidayah. Ulaika alladhina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum, Mwenyezi Mungu hakupendelea kuzitahirisha nyoyo zao katika imani. Lahum fi dunya khizyun, watu kama hawa Mwenyezi Mungu ameshawaandalia ndao wao hizaya hapa ulimwenguni. Walahum fil akhirati adhabun adhim, na siku ya akhira sio kwamba watamalizikia tu hapa, siku ya akhira watapata adhabu kali. Tena Mwenyezi Mungu ametuambia adhabun adhim, adhabu kisha imepambanishwa na sifa miongoni mwa sifa za Mwenyezi Mungu, na ni adhim. Kwa hiyo ikiwa adhabu kisha ni adhim, sasa tuikadirie hiyo adhabu yenyewe itakuwa namna gani? Si adhabu chache, pengine adhabu kwa namna taswiri tuziwazo, adhabu ikiwa ni chache, hata mtu atakuwa hatishiki kufanya kosa. Akiambia wewe umekosa, basi fanya adhabu yako, fanya kadhaa, tena sahali, kesho utakariri tena, kwa sababu umeona ile adhabu ambayo kwamba umefanyiwa haikutishi au haikukusumbua. Lakini waambie kwamba ukikosa basi nitakutia adhabu kubwa au adhabu kali. Utatamani siku ya pili ukosee tena, ama utatamani siku ya pili usikosee tena, kwa sababu wajua nikikosea nitaadhibiwa adhabu kali. Kwa hiyo ndio hapa Mwenyezi Mungu akawatahadharisha hawa Al-Yahudi na hawa munafikina kwamba wakitorudi nyuma au wakitoikubali ile haki, basi Mwenyezi Mungu atawaadhibu adhabun adhim. Mwenyezi Mungu atuepushe na adhabu adhima ambayo kwamba hatujui itakuwa namna gani. Inshallah Taala Mwenyezi Mungu atupe mema ambayo kwamba yatakayo kututijia peponi, na Mwenyezi Mungu atuondoshe yale maovu na maasi ambayo kwamba yatatupa ndio kuteleza, ndio iwe ni sababu ya sisi kuingia motoni. Inshallah Taala asitusikilizishie hadi kama hiyo, tuwe ni katika minalladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لا تحرمنا من بركة القرآن الكريم. اللهم ارزقنا سعة في أرزاقنا ببركة القرآن الكريم، وصحة في أبداننا ببركة القرآن الكريم، وبركة في أموالنا ببركة القرآن الكريم. اللهم يسر لنا أمورنا ببركة القرآن الكريم، وردنا إلى بلادنا ردا جميلا ببركة القرآن الكريم. اللهم اجعلنا من الذين يتلونه حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا ننعم ونستمتع بين آيات سورة المائدة، وقد وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول
لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هنا في مطلع الآية ينادي الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بصفة الرسالة يا أيها الرسول. وهناك آيات أخرى كما هو في مطلع سورة التحريم وسورة الطلاق وفي سورة الأحزاب وغير ذلك يا أيها النبي. إذن ما الفرق بينهما؟ قال العلماء أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. إذا لفظ الرسالة أعم ولفظ النبوة أخص. فنادى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بلفظ الرسالة فهو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. فإن الرسول هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ ورسالته تكون عامة لكن النبي لم يؤمر بالتبليغ مثل أنبياء بني إسرائيل. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. أخي المستمع، كما ترى أن هناك من المؤمنين يسارعون في الخير فهناك من يسارع في الكفر. الله مدح المؤمنين فقال أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يسارعون في الخير كما أمرهم الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. المسارعة الحقيقية تكون في الخير لا تكون في الشر. هؤلاء يتسابقون فيما بينهم في الكفر عياذا بالله. فالله يطمئن نبيه صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله لا يحزنك هؤلاء الذين يتسابقون فيما بينهم في الكفر هؤلاء لن يضروا الله شيئا الله متم نوره ولو كره الكافرون. فلا يحزنك هؤلاء في مسارعتهم في الكفر فهم يظهر أنهم يدا واحدة ولكن نبأنا الله سبحانه وتعالى في سورة أخرى فقال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. قلوبهم متفرقة. الإيمان هو الذي يجمع بين القلوب. فهنا يطمئن الله سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكأنه يقول له لا يحزنك ولا يتسرب إلى قلبك الحزن ولا يشغل بالك هؤلاء الذين يخططون للإسلام وهؤلاء الذين يتسابقون في الكفر لا يشغل بالك كل هذا فإن الله ناصرك لا محالة. وإذا خاطب الله نبيه فمن باب أولى أن يكون الخطاب لنا نحن. كل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم عموم المسلمين يدخلون تحت هذا الخطاب.
فكأن الله يقول لنا نعم، لا يحزنكم هؤلاء الذين يسارعون في الكفر وينفقون أموالهم ليل نهار في الصد عن الحق وفي قول الكذب وفي إشاعة الفسق وفي إشاعة الزنا بين الناس وفي إشاعة الربا وفي إشاعة كل المحرمات. لا تحزنوا من هذا، تمسكوا بدينكم، فإن الملجأ الوحيد أن تتمسك بدين ربك وأن تمشي على خطى حبيبك صلى الله عليه وسلم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. هذه صفة المنافقين، كما قال الله سبحانه وتعالى في صورة سماها باسمهم في القرآن الكريم، سماها سورة المنافقون. حتى إذا قرأت في أول هذه السورة إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله. لا نحتاج إلى شهادتهم، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لماذا كاذبون؟ لأنهم نطقوا بألسنتهم فقط، يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون له نحن نؤمن بك، نحن نتبعك، لكن قلوبهم تحمل الكراهية للنبي، تحمل الكراهية والبغضاء للإسلام ولأتباع الإسلام. هؤلاء هم اليهود، فهم أخطر على الأمة الإسلامية من الكفار. ولذا قال الله تبارك وتعالى جزاء لهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لهم عذاب أشد من عذاب الكفار، لأنهم خدعوا المسلمين في حياتهم. هكذا يبين الله سبحانه وتعالى خداعهم ومكرهم لنبينا صلى الله عليه وسلم. قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، فالإيمان لا بد أن يستقر في القلوب قبل أن تنطق به الألسنة. نكمل إن شاء الله بعد رفع آذان العشاء. ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين. يقول العلماء من عدل القرآن أنه يقول ومن الذين هادوا، ولم يقل والذين هادوا، لأن بعض اليهود قد أنعم الله عليه بالإسلام ودخل في الإسلام وحسن إيمانه، فلم يشمله هذا، فقال الله جل وعلا ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعض مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ورد في تفسير هذه الآية قال المفسرون أن اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اقتتلوا فقالوا نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم لبعض اذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن حكم لكم بالدية فاقبلوا حكمه وآمنوا بما جاء به، وإن قال بالقصاص فلا تقبلوا دينه. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكم بالقصاص رفضوا دعوته. هكذا حالهم. وهناك رواية أخرى أن رجل وامرأة قد زنيا من اليهود فقالوا نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
ليبين لنا حكم الزنا، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم عليهم بالرجم، فاعترضوا على ذلك، فقال لهم النبي: ائتوني بالتوراة التي تؤمنون بها وقرؤون ما كتب فيها. فقرأوا، فلما أتوا على آية الرجم وضع القارئ للتوراة يده على الآية، هكذا وضع يده على الآية التي بها الرجم، فلما قيل له ارفع يدك فإذا بها آية تدل على الرجم في التوراة، وهم ينكرون ذلك، فإن الرجم ثبت في التوراة قبل أن تحرف، فهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يقبلون قول نبينا صلى الله عليه وسلم إلا ما وافق هواهم فقط، إذا اتفق مع هواهم قبلوا به، وإذا اختلف لم يقبلوا به، فهذه طبائع اليهود على مر العصور. ومن صفاتهم أيضا سماعون للكذب سماعون لكلام الكفر، أكالون للسحت، كل مال حرام، وعلى رأس ذلك الرشوة، يأخذ مالا حتى يقضي لك حاجتك، أكالون للسحت. فإن جاءوك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، فأنت مخير بذلك، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، لا تخف من مكرهم أبدا مهما خططوا، فسوف ينصرك الله عليهم لا محالة. وإن حكمت يا رسول الله فاحكم بينهم بالقسط، فاحكم بينهم بالعدل، إن الله يحب المقسطين، يحب العادلين في حكمهم حتى وإن كانوا كفارا، فإذا عرضوا على الحاكم المسلم حكم بينهم أيضا بالعدل، فهذه صفة الإسلام وتلك أحكامه. وكيف يحكمونك يا رسول الله وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ كيف يأتون إليك يا رسول الله وقد ذكر الرجم والقصاص في كتبهم وهم لا يؤمنون به ولا يريدون أن ينفذوا ما أراده الله سبحانه وتعالى في الأحكام التي وردت في التوراة؟ وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين؟ هؤلاء ليسوا مؤمنين حقا، بل إنهم يتبعون بعض الكتاب، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، فهذه صفة اليهود وتلك صفة المنافقين، نعوذ بالله من ذلك، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يوفقنا للتمسك بما جاء في القرآن الكريم وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ندعو الله جل وعلا أن ينفعنا ببركة القرآن الكريم، وأن يجعلنا من الذين يتلونه حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم بارك بالقرآن الكريم، اللهم اشف به مرضانا، اللهم اشف به مرضانا، اللهم اشف به مرضانا، اللهم اقض به حوائجنا، اللهم بارك لنا فيه ووفقنا لتلاوته وتدبره والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه، اللهم آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.